Nimalize kwa kusema maneno matatu. Neno la kwanza, huyu Msigwa unaomuona leo kwenye mitandao ya kijamii nilikubali kuwa dhalili, nilikubali kuwa mtumwa. Leo ndo naniona hivi nimekuwa bwana, tena bwana wa nguvu kwelikweli, mwenye kujitambua, mwenye uwezo. Lakini kwanza nilikubali kuwa dhalili, nilikuwa hadim, nilikuwa mtumishi wa mwalimu wangu, mtumwa wa mwalimu wangu. Akanambia utafanikiwa. Mimi nimesoma kwa watu watatu. Nimesoma kwa Pele, nimesoma kwa Kikanya, nimesoma kwa Mufti. Watu watatu. Nimesoma kwa mtu mwingine ambao singependa mtaje jina kwa sababu bado yuko hai. Hao watu wanne niliochota kwa kiasi kikubwa. Na ndio maana nakundaga Shinyanga kumuombea dua pale. Kutokana, lakini alinambia siku ambayo naamini ndio siku nilohitimu. Alinipa kisa cha kunguru na paka. Akanambia mimi wakati nasoma, ndio ananihadithia, nilikuwa kazi yangu kumpikia mwalimu wangu chai na kufanya kazi zake zote. Nasoma chochote tunachosoma zaidi ya miaka 3. Baada ya miaka 3 akanambia, bwana sasa wewe umehitimu, nenda sehemu fulani, utavuka bahari, utakutana na mtu atakusomesha na mwisho wa maisha yako utakuwa mtu mkubwa. Ndio kauli alionambia mwalimu wangu wa 3. Akanambia nimekuchunguza kwa miaka 15. Natoka na benzi yangu mimi hapa na kwenda Mikocheni. Nikifika kule tunakunywa chai na karanga. Nikupigia soga na rudi. Miaka 15. Siku moja ndo ananiambia sasa fanya hivi, fanya hivi, fanya hivi, katika maisha yako utakuwa mtu mwingine tofauti. Ni kunyenyekea. Mwanafunzi lazima uwe na nidhamu na mwalimu, sio ujanja wa kutaka wewe mimi ni profesa, mimi nimesoma, mimi mwanasayansi. Kama ni mwanasayansi tengeneza yako. Kama ni mwanasayansi tengeneza yako. Haya, umetumia taaluma yako na cheo chako kusema msimualike Msigwa. Okay fine. Msigwa anapungukiwa nini? Kwenye mtandao mmoja, sitaki kutaja jina, kwa wiki natizamwa na watu 40,000 kwa wiki moja. Siku moja nimefanya hesabu ya mwezi, watu wanatizama ni 300,000. Sasa vipi, nini faida yani unapata? Profesa, unapata faida gani? Sintokupa, hutojua, hata kwa kutumia nguvu ya nyuklia, hutojua elimu nilokuwa nayo, hautojua. Na umeuja nambia, lakini jiulize, nimepataje hiyo barua ilivyoandikwa na kila kitu? Jiulize. Hichi kisa kilimtokea rafiki yangu mmoja, waziri wa afya Zanzibar. Walipanga mipango yao, mimi sipo. Lakini jioni wakati wanachukua maamuzi nikawapigia simu, nikamwambia umepanga 1, 2, 3 na mtofanikiwa. Kwa hiyo profesa, acha roho mbaya, acha akili ndogo. Watu huwa wanazungumza kiurafiki, ndio anapata cha mtu. Ujanja wa kutumia cheo haiwezekani ndugu yangu, haiwezekani na haitowezekana daima. Na ukiendelea kunifatafata